Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachokwenda kuendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, japokuwa kwa sasa ukiweza kushuhudia ratiba ngumu ambayo iko mbele yao. Ni mchezo kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya Azam, moja kati ya dabi kubwa kwelikweli, dabi ambazo zinakwenda kuwakutanisha wawili hawa, huku kila mmoja akiwa na rekodi yake kuelekea mchezo huu. Mpaka sasa timu hizi mbili zote hazijaangusha alama, yani kufungwa katika michezo ambayo wameweza kucheza. Ni takwimu ambazo zinazokwenda kuelekea katika mchezo huu mkubwa, ambazo zinasubiriwa kwa hamu nani anaondoka na alama tatu muhimu. Lakini kabla ya kuendelea na hayo, kuna taarifa ambayo mimi nimekusogezea hapa juu ya mabadiliko ya ratiba ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, na mimi nikaona sio vyema nikusogezee taarifa hii uweze kujua mapema kabisa nini ambacho kimekwenda kubadilika katika ratiba ambayo iliyokuwepo na hii ambayo ipo kwa sasa. Ni mambo gani? Yote hayo na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii, kwani nimekusanyia taarifa ambayo ni kubwa kulikweli kuhusiana kuelekea kwenye mchezo huu mkubwa kabisa, mchezo wenye azi ya fainali, lakini ukipigwa katika mashindano ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu hapo pote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo naloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea dabi ya Dar es Salaam. Karibu bana. Klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea mchezo huu itakuwa inakwenda kuwakosa takriban nyota wake wasiozidi wanne kwenye mchezo huu, jambo ambalo linaleta ukakasi kwa mashabiki wa kujiuliza vipi na kuaje, mbona kama vile mambo hawaelewi kwa kile ambacho kinachoelekea kwa sasa, na mpira ambao wanaucheza inaonekana kuwa ni mpira mgumu chini ya kocha Pedro, na mashabiki wengi wamekuwa wakipata wasiwasi juu ya soka lao na mwenendo wa timu yao. Sasa klabu ya soka ya wananchi Young Africans kuelekea dabi hii itakwenda kuwakosa mtu kama Dickson Job. Unafahamu Dickson Job naye anakosekana katika mchezo huu baada ya kuweza kupata majeraha yake katika mchezo dhidi ya Simba Sport Club, ambapo aliweza kuumia sehemu ya goti lake na amefanyiwa upasuaji, na inakadiriwa huenda atakaa nje mpaka mwishoni mwa msimu huu, ambapo hatokuwa sehemu ya kikosi cha wananchi. Kwa hiyo naye pia anakosa mchezo huu. Lakini pia mchezaji kama hapa nazungumzia Clement Mzinze ni miongoni mwa watu ambao pia wanaokosa dabi hii ya Dar es Salaam baada ya kuweza kutonesha majeraha yake katika michezo ile ya ligi ya mabingwa barani Afrika, jambo ambalo limeweza kumfanya arudi tena nje ya uwanja na kukaa kweli kweli. Kwa hiyo naye pia anakosekana katika mchezo huu. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani bado ni pigo kwa wananchi. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo hapo unaweza kushuhudia bado ni gap kubwa. Lakini pia wananchi Young Africans wanaikosa huduma ya nyota kama Pacome Zouzoua kuelekea mchezo huu, ambaye bado haijawekwa wazi ni asilimia ngapi anakosekana, kwa sababu mechi takriban toka alipoweza kucheza mchezo dhidi ya GS Kabylie wa ligi ya mabingwa barani Afrika hajaonekana hata katika mchezo wa dabi, na bado
bado uongozi hujatoa takwimu kwamba atakaa nje kwa muda gani, unaona bana. Kwa hiyo naye pia anakosekana katika mchezo huo mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo Young Africans wangekuwa kama na nyota wao wote, huenda shughuli ingekuwa ni nzuri zaidi kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Lakini kuelekea mchezo huu, hapa nazungumzia mchezo wa dabi ya Dar es Salaam kati ya Young Africans dhidi ya Azam FC. Wachambuzi wengi wanasema kwamba huenda ukaamua hatma ya kocha Pedro kulingana na kile ambacho kinachoendelea. Taarifa zinaeleza kwamba huenda mchezo huu ukatoa takwimu ya kocha Pedro kwamba anabaki ama anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia wananchi Young Africans kulingana na kile ambacho kilichopo, ambapo inaelezwa ya kwamba pengine wananchi hawavutiwi na namna ambavyo wanacheza soka lao, huku ikionekana kama kocha Pedro anacheza mpira mgumu kweli kweli, jambo ambalo linawafanya wananchi kuona kana kwamba wanahitaji kuweza kupata mbadala mwingine kama wanahitaji kuweza kuelekea katika safari yao ya ubingwa, ambapo hatima yake itakwenda kujulikana katika mchezo huu mkubwa kabisa, mchezo wa hapa nazungumzia dabi ya Dar es Salaam. Huenda ndo ikaamua hatima yake kwamba aendelee kubaki Yanga ama aondoke, kwa sababu sasa hivi ninaamini Yanga wanatafuta tu sababu ya kumtoa kwenye timu, ila sidhani hata wao kama wanafurahishwa na vile ambavyo Yanga inacheza. Ni kama vile Yanga inacheza mpira mgumu kweli kweli, ukilinganisha na kile ambacho kilichopo kwa sasa kwenye kikosi chao, tofauti na vile ambavyo walivyokuwa zamani. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo kuelekea dabi hii mambo huenda yakawa ni magumu zaidi kulingana na kile ambacho kilichopo, ambapo kocha huyu kwa sasa tunaona kama vile pengine tusubiri kuweza kuona itakuwaje kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia kila namna ambayo wataweza kufanikisha kuweza kushinda mechi hii ambayo ni kubwa kweli kweli, mechi ambayo Yanga wanahitaji alama 3 kuongeza gepu la ushindani, ambapo utakwenda kushuhudia yale yote ambayo yatakaweza kuendelea. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani mambo yatakavyokuwa katika mchezo huu, lakini bila kusahau kwamba kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans, kocha Pedro, amekuwa kwenye utata mara baada ya uongozi wa Yanga kuwa wana mpango wa kuachana naye. Pressure ndani ya Yanga ni kubwa kweli kweli. Taarifa za ndani tena za uhakika zinaeleza kuwa kocha Pedro hajakizi hitaji la Young Africans, hivyo wako kwenye meza ya mazungumzo ili kuweza kusitisha mkataba na kocha huyo. Sababu ya kuachana na kocha huyo bado haijawekwa wazi zaidi, lakini mazungumzo ya ndani ya management ya Yanga pamoja na Pedro inaendelea ili kuona muafaka wa mkataba wake na timu ya Yanga, jambo ambalo linashangaza zaidi. Kwa nini Yanga waweze kuachana na kocha huyo? Zaidi kumekucha kocha wa zamani, ambapo ukiweza kushuhudia namna ambavyo kocha Pedro soka lake linachezwa. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo kinachokwenda kutokea. Tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana